Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute Varada Online TV. Je suis Mr. Baro, sa présentation. Niko na mwanangu hapa Damas, mmoja ya vijana ambao wanafanya vizuri sana kwenye tasnia ya uigizaji. Ukizungumzia Damas mandevu, unaona ndevu zake bana? Nyewe mademo ambao mnatamani wale ndevu wa bwana wenye mandevu, Damas yupo hapa. Mmoja ya vijana ambao wanafanya vizuri sana kwenye tasnia ya uigizaji na penginepo. Tunapiga naye story tujue moja mbili tatu kuhusiana yeye, nini anapenda, nini anachukia na ni kwa nini awe mbele ya kamera yetu ya Varada Online TV. Brother, mambo vipi? Safi. Unyama Sana. Mwingi. Peti yangu wa maswali iko trop peti yangu. Biko wae. Biko bien bro. Aya mwae. Mwana Kongo. Biko wae bia kupale. Peti yangu wanasema mabora ya hatari kabisa peti yangu. Bado uko poa. Uko poa. Yeah. Okay, mbele ya yote kwanza tungetamani tujue mwaka huu wa 2025 umejiandaaje wewe kama wewe Damas? Unajua mipangilio ni ya Mungu. Alright. Yeah. Mimi siwezi nikapanga. Yeah. Lakini najua Nzambe iko. Yeah. Mungu yuko pale kwa ajili yetu. Alright. Yeah. Watu wapokee kazi zangu kisi ninavyozifanya. Yeah. Nafikiria tuzo au mwaka. Yeah. Ni ya kwangu mimi. Alright. Yeah. Ndio. Okay, mwaka wa 2024 tuliona Bwana Elocho ndo alichukua tunzo za mwigizaji bora na kwenye baadhi ya kipengele cha director. Lakini mwaka huu tumeona amefanya kazi japokuwa hazijaanza toka, na wewe tumesikia mwaka huu lazima tunzo ziwe za kwako. Ni kitu gani ambacho pengine ungetuthibitishia kuwa wewe tunzo za mwaka huu kweli zinakustahili? Sawa. Mimi kama najitoa wazi kusema bile bintu, ni sababu kwanza moja, ni kazi zangu ninazozifanya. Zinanipa moyo, zinanipa nguvu ya kusema kwamba mwaka huu ni wa kwangu, kama wa kunipondea nguvu zangu. Ndio. But vraiment wagaso wengi ambao tulikuwa kutana nao waigizaji wa movie, wengi wanatuambia kuwa huu mwaka huu bana, mwaka wa 2025 lazima uwe wa kwangu kuchukua tunzo. Lakini pia na wao upo miongoni mwa wale ambao wanaongea mwaka huu lazima uchukue tunzo hizo, japokuwa umeongea hapa kama wako kupondea nguvu zao, sijui kuweka nguvu zao kwenye njia zako, lazima uchukue tunzo hii ya mwaka wa 2025. Okay, tukiachana hilo hapo, ni waigizaji gani ambao unaona hapa kwetu nyumbani ambao wakustahili kwa waigizaji ni kama wanaforce hivi? Bako mingi. Juu mimi nishafanya matravo na wapeti ba trop. Ukiangalia upeti wa mandevu, petit Tito. Petit nishafanya na matravo, mais ule petit ni main droite yangu. Ukiangalia upeti Lucas au ule petit mwe game. Ule petit kwanza wangemweka part. Petit akwe mulimai. Kidogo yo petit elo chundo naona kama anakuya naye. Angalau kidogo wala wapeti wako na nusurika juu ile masauti ya kabambe. Lakini kikazi kabisa ukiangalia pa kisia ni sawa sana manyanya. Manyanya na maneno mengi sana, lakini ukiangalia hisia na biko nafanya ni matope peti yangu. Unapozungumzia manyanya bana, ni kama umevuka engo fulani, okay? Ni kama umetoka kwenye 0 mpaka 10. Unatuambiaje kuwa manyanya ni kama mtu fulani ambaye tumii hisia, ni kama bwana mdogo ambao umemzungumzia hapa Elocho, ni kama ana sauti tu, sauti ndio kama inamtoa. Hapo kwa manyanya mimi nasi kama umekosea. Sawa. Utanisikia mubaya, lakini mimi tena nasisitiza. Juu kwa sasa hivi siwezi nikapanda kwenye media ni mseme Gabo. Maana kazi zake naziona vizuri. Na kama nasema manyanya, hata mimi na tukipangwa hivi nitatoka mzuri zaidi yake ule peti manyanya. Yuma manyanya kweli. Sababu nafanyia sehemu zenye zinaendelea na sisi tunaanzia vipaji vyetu huko kupori. Lakini ukiniambia Elocho, Elocho yafikia kweli. Tukiangalia kazi zangu, najua mtazitafuta. Nimefanya mke mwenza, nimefanya msoachi, nimefanya achike, na zingine ambazo zinakuja sasa nyuma zinanipa tuzo mimi najua. Okay, kuna jamaa ambao ulizungumza hapo, kuna Tito, kuna Lucas. Ukasema Lucas aende tu kulimalima kule. Kwa nini umweke kwenye hiyo nafasi kuwa uigizaji au mustahili aende shambani akawa analimalima? Mimi na maana yangu, juu ni wapeti wengi wanafanya nao travaux kama jinsi nikwambia. Mimi napendaga nifanye na mtu ambaye tutafanya naye kazi ya uhalisia. Mtu aone kile kitu na aseme kweli vinakuwaka na abifuatilia aone kweli maisha yako kwako. Lakini mtu usifanyi kitu maki kionekana mbongo. Ndio vitu ya wapeti wako kutania wako wanafanya huko. Wale wapeti wa kwanza ma repetition. Wapeti walianza mwa kwa moto la kamera na wakajikamata wanakuwa ba star. Kama upeti Lucas. Vraiment le petit maki kwanza acha hata makazi. Angalia nyingine kazi atafanya, acha kwanza ya uigizaji, maana habimpendezi hata kiloko. Kweli habimpendezi. Juu mimi nishafanya kazi mingi, lakini habadiliki.
ule peti abadiliki hata kidogo, maana abadiliki. Hii movie kama ile nyingine kama ile, mtu anakuwa anabadilika. Ilifo una changer makarakteri yako kutumika, ili mradi watu wasikuzoe ku karakteri moja, hapana. Unahisi ni kitu gani ambacho kinasababisha yeye mpaka asibadilike, abaki pale pale? Sababu hii sio kazi yake. Hii sio kazi yake. Atafute nyingine kazi ambayo inamfanana, aende kukulima. Okay, vipi mtu mwingine akija kukuambia kama kauli hiyo ambayo umeongea hapo, Lucas akaenda kulima, na mtu mwingine akitumia hiyo kauli, bwana Damas aenda kalime, hii character mfanani, utalipokeaje? Sawa, kulingana kazi zangu watasema. Na maana najua hivi yeye hatajibu. Lakini sasa ndio mtalinganisha kazi zangu na za kwake. Zinaendaje kwanza? Maana mimi kama nimesema hivi, nimeshamzoea kwenye movie nyingi sana, hakuna mabadiliko. Okay, tuende upande wa pili. Umesema Tito ni mwanao sana. Kwa lipi hasa? Tito kwanza kama nakosa kupewa matuzo hapa, ni sababu kwanza kama wanamchukulia ni Mtanzania. Ndo wanaona wako na mpitisho la kichwa kikubwa, wale sijui kama nani au Elocho. Elocho kweli ana sauti nzuri, sijui nini, lakini hayajua kazi naye pia. Ana kichwa kikubwa. Ana kichwa mama yake muonagi. Ile kichwa yake muonagi, ile kichwa ya mkubwa kabisa muonagi wa Peti na nini Elocho. Peti kuna gange ya nani crane ya tete, iko na moya tete moya kabambi sana ile Peti. Ile Peti yake ni hatari. Nilifikiria labda kuna kichwa ya mkubwa, labda kuna waza sana maisha yake, kumbe kuna waza matope. Kuna waza matope mu vitu vyake alikuwa anafanya ni vitu labda kitoto. Paka nakwambia huyu Tito maana kinisho na kazi zake Tito. Tito anajua kazi. Okay, una neno gani la kuambia mashabiki ambao wanatuangalia kwa sasa hivi? Sawa, nadhani nina kazi nyingi nishazifanya na watu wako wananifuatilia. Bazidi kutufuatilia, na kwa sasa hivi niko sambamba sana na Tito. Sidhani kama nitaanguka. Maana kwa mkono wangu wa kushoto niko na Eli. Sasa huyu Peti naye Eli iko na shida, huyu Peti naye. Ile mabridge iko naweka Peti niko akili yake iko na ruka. Peti anapenda mademu sana, ba mwasi ndio batampeleka vibaya, lakini Peti kuna kipaji ya kazi. Vipi, unapozungumzia hapo kwenye mademu, siku hizi vijana wamekuwa ni vijana ambao wanapenda sana mishangazi. Vipi kwa Eli? Yeye atoki na mishangazi? Peti yangu nafika mbali sasa vile vya kumuuliza sasa Peti niko nasema na ropoka tu Peti yangu, unajua zima sana mimi akili na ruka kafu. Alright. Sio, bwana, sisi tulikuwa na Damas, nadhani mmeenjoy sana kuwa naye siku kama leo. Ni miongoni mwa waigizaji ambao wanaigiza sana. Wanaigiza movie nzuri sana hapa kwetu nyumbani. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, fuatilia movie zake. Ni moja ya waigizaji, mimi mwenyewe nimeangalia movie zake, kweli anatisha. Japokuwa ameongea maneno mengi sana hapa na nimemsikia mimi mwenyewe, lakini nadhani hata nyinyi wapenzi watazamaji ambao wanatazama kwa sasa hivi, mmesikia na mmeelewa. Nyinyi wenyewe ndio mtaamua kweli anachoongea ni uhakika. Na kweli Elocho ana kichwa kikubwa kama alivyosema, kichwa chake kimejaa matope kama alivyosema. Mimi sijasema hivyo, bwana Damas ndo ameongea. Kikubwa tu fanya kusubscribe channel yetu hii hapa ya Varado Online TV, bila kusahau Mr. Baro, crush wa dada yako, tulikuwa pamoja na Damas. See you another day.